lazima na kumnani mtoto. Mimi kwa jina naitwa Diana Shamba Muhindi kutoka mkoa wa Manyara. Nisikitisha kuona tukio hilo jana saa 4 ya usiku. Pangaji mwenzangu alikuja kuniomba simu ili aweze kumulika mtoto wake. Nikamuuliza mtoto, ndugu yangu, mtoto yuko wapi? Akanijibu, mtoto wangu amechukuliwa na baba yake. Mtoto wako amechukuliwa na babake? Babake kwani yuko Babati? Akanijibu hapana. Alivyonijibu hapana, baadaye akanifuata, naomba simu yangu bwana, nasikia sauti ya mtoto analilia chooni. Nikamwambia, wewe uliniuliza kwamba mtoto amechukuliwa na babake? Akaniambia, bora kama vile nasikia sauti ya mtoto, naomba simu. Nikampa simu. Akanifuata mimi chumbani kwangu, naomba simu. Nikampa. Akaenda kuhakikisha mwenyewe. Akaenda, alipopata ndo akarudisha jibu, akaniambia, jibani fulani, mimi Diana, mimi nimeona nani mtoto wangu chooni, naombeni msaada wenu. Na mimi nikaendelea kuwaamsha majirani zangu, nikawaamsha wapangaji wenzangu, jamani, hili tukio lilotokea, naombeni tusaidiane. Tufenyeje? Tusaidiane wote. Nikaanza kuwaamsha majirani, nikawaamsha wapangaji wenzangu. Kuna mpangaji mwenzangu ambaye naishi naye hapo ndani, nikamwamsha, nikamwambia, wewe unavyolala mwenzangu, kuna tukio limetokea huko. Akaambia, kuna tukio gani? Nikamuuliza, Eliza kaamua kumtupa mtoto wake chooni. Asiniambie kwamba bwana yake anajua kwamba mtoto. Bwana hayupo Babati na bwana mwenyewe hajui sehemu anayoishi. Akaamua, akanijibu, Diana, usifanyie jazba bana, usikasirike. Nikamwambia, bwana, ili jukumu mimi nitalifanyia kazi. Akaniambia, Diana, usifanye hivyo. Mimi nikaamua kuwaamsha majirani ili ushahidi kamili utimie. Akaniambia, Diana, usifanye hivyo. Nikamwambia, wewe tulia. Nikawaamsha majirani, nisaidieni msaada wenu, nisaidieni kumtoa mtoto chooni. Mtoto nikasaidiwa kutolewa chooni. Uliwapata vijana? Vijana nikawaamsha, vijana wenzangu au wapangaji wenzangu, nikawaamsha, wakaenda kumtoa. Walipomaliza kumtoa, mimi nikaenda kumwamsha baba wa jirani, na nyumba ya pili nikamwamsha, na nyumba ya tatu nikaenda kuamsha, jamani, njoeni oneni ili tukio ni sahihi analolifanya huyu mama. Wakanisema, kuna nini? Njoeni nisaidieni kuhakikisha kumuona mtoto. Mtoto kwa kweli ameungua. Nilipomwangalia nimeungua, nikamwita Josefu mjukuu wangu, njoo. Mtoto anaitwa Josefu? Anaitwa Josefu. Mimi baba yake simjui. Jina la baba ndo simjui, lakini jina la mama najua anaitwa Eliza. Hata Eliza mwenyewe simjui baba yake anaitwa nani. Akaendelea kuroroma na mimi. Neno la mwisho alilolitoa kule hospitalini, akasema kwamba, Mama Rehema, mimi siku nikitoka huku polisi, mimi na wewe. Naposikia kwanza story tu huko mtaani, alishawahi kumuua mtoto wa kwanza ambaye uzao wake wa 3 mwaka juzi. Alimuua kazikwa Babati Day. Mtoto wake ni wangapi? 4. Wana watoto wengine? Amefukuzwa na wazazi kwa tabia zake, nasikia anapofanya. Yeye ni mzaliwa Kateshi. Ila sijui inachoendelea mpaka sasa hivi. Mimi mwenyewe nimechoka na imenichosha kweli, kwa vile ni mzazi kama mimi, kwa kitendo alichokifanya iliniuma sana. Mpaka nikasema hata chochote mimi simpelekee chakula. Yaani kitu ufanye kwa makusudi alafu nimpelekee chakula, yani mimi sipeleki. Shida yoyote kwa afya, hana shida yoyote. Mtoto hana tatizo lolote, na anacheza mpaka anaenda kwa majirani, anarudi, anapiga kelele tu. Yaani kwanza naye tu amshaga asubuhi ni yeye. Anaanza kupiga kelele, tunaamka. Kweli kumbe kucha mtoto ameamka. Tunaamka, anacheza vizuri, hana tatizo lolote. Lakini sielewi, sijajua Eliza mpata shawishi gani mpaka afanye kitendo cha ajabu kama hilo. Na ni mpangaji ambao mko mnaishi naye? Tuna wiki 2 sasa hivi. Yaani ni mpya? Ni mpya. Yeye ni mpya? Tuna wiki kama 2. Tabia zake sisi hatuijui. Aliulizwa mtoto yuko wapi? Eliza, mtoto yuko wapi? Akaniambia, mtoto amechukuliwa na babake. Wapi? Njiani. Kwani yuko Babati? Akajibu kwamba mtoto amechukuliwa na babake, amepelekwa kwenye bajaji.
baba yake hayuko Babati. Unaniambiaje baba yake yuko Babati? Sasa anakuwa ni mkali. Anapokuwa ni mkali yule dada na jazba anaweza kukurushia hata kitu kibaya. Sasa nikaona kwa nini anitupe hata nipige hata kisu ya nini? Nikanyamaza, achana naye. Nasema ni hivyo. Bwana anamuuliza kila saa, Eliza mtoto amechukuliwa na babake? Mtoto amechukuliwa na babake. Kweli? Nikaamua sasa ile alipokuja kuniomba hiyo simu ndo anaanza kulalamika, mtoto wangu yuko chooni. Mtoto wangu Diana, mtoto wangu yuko chooni, nisaidieni. Ndio nikawaamsha, jamani, amkeni, muangalieni. Ni kweli. Na kweli watu wameenda, watu walivyoenda hata chooni kwenda kumtoa, mimi sikwenda. Mimi nikaanza kuwaita majirani, jamani naombeni msaada wenu. Ndio nikasaidiwa, ndio wakatolewa. Na mtu aliyemtoa mtoto chooni ni rafiki yangu ambaye yuko karibu na mimi. Akadumbukia chooni, akaruka chooni, akadumbukia kabisa, alichafuka vibaya. Unaona hapo mama yake amejaa huko nje. Tukamtoa, tukamleta huko nje. Mtoto alikuwa analiwa na wadudu. Mtoto ndalabali ni mzima. Namshukuru Mungu kwa kweli. Anaendeleaje sasa hivi mtoto? Kwa muda niliomwacha jana nimemhudumia dawa zote ninazoagizwa na daktari. Nimemhudumia, nimempa. Ndio mimi nikatoka ile saa 11 ndio nikawa nakuja nyumbani na wenzangu wengine walikuja kunipokea. Nikaja zangu nyumbani asubuhi. Huyu binti ana ndugu zake wameshafika? Hawamtaki hata kumuona hata mama yake mzazi. Ana shida gani? Sielewi. Tatizo liko nini? Sielewi. Ninaposikia tatizo mimi hata sielewi ni nini. Vitu vya ajabu ajabu anafanya. Sababu mimi mwenyewe ni mzaliwa hapa. Mimi ni mzaliwa Nakwa. Yeye ni mzaliwa Kateshi. Anajishughulisha na nini? Hajishughulishi na kitu chochote. Ni mama wa nyumbani. Kwa hiyo masaa yote yuko na mwanae au? Masaa yote yuko na mwanae. Hata kama anaenda kwenye pombe, mtoto wake mgongoni. Anaenda wapi? Mtoto wake mgongoni. Ni mtu mkubwa tu anayetembea. Mtoto wa mwaka na miezi 4. Na pia kwenye kumwadhibu mtoto uko na hamwadhibu. Hamwadhibu mtoto wake. Kwa kumwadhibu hapana. Mtoto anatoka huko anaenda barabarani. Anarudi, hana tatizo lolote, anacheza, hana tatizo lolote. Na unamuita anaitika. Anakuja anakaa na mimi. Tunakula chakula kawaida. Hana shida yote. Mama yake naweza nikapika chakula tukakaa wote na mimi na yeye na mtoto tunakaa tunakula. Wanaondoka kwenye pombe. Mimi nabaki zangu nyumbani. Ni mtu wa pombe. Yeye ni mtu wa pombe. Na una ushauri gani sasa kwa mabinti na jamii kwa ujumla? Sasa tukio kama hilo ni mbaya sana. Mimi naomba majamii, yani kulikoni umtupe mtoto chooni. Bora mwachie jirani. Yani hata mpangaji mwenzako. Yani mwambie tu fulani naomba nishikie mtoto wangu. Kama umeona maisha yamekushinda, bora umpeleke pale polisi, umtelekeze tu hapo nenda. Lakini usije ukamuua au ukamzuru, mwache tu. Mimi nilipokuja hapa ni saa 3 usiku. Baada ya kufika hapa hatujajua yeye alitangulia kuja hapa ni saa 12. Mimi nikaingia ndani, kalala. Mume wangu naye amekuja, hakuna mtu anayejua taarifa yoyote. Tukalala zetu ndani. Alipokuja tunasikia mtoto analia huku. Wapi hapo? Analia huku, sasa tukajua ni mtoto wa jirani. Hasa bahati mbaya nzuri mume wake anamuuliza hapo ndani, nyumba hizi hazina nani huko ndani? Akamwambia mtoto amechukuliwa na baba yake. Mtoto amechukuliwa na baba yake. Mimi mtoto amechukuliwa na baba yake bila kuniambia mimi, akasema amechukuliwa na baba yake. Sasa mimi nasema mtoto bwana analia, kuna mtoto analia huku, analia kwa jirani au kwa nani? Jirani yangu wa pili naye akanyanyuka. Mbona mtoto analia ni wapi? Akaja, akanigongea mimi hapo dirishani. Akaniambia naomba tochi. Nikamwambia tochi mimi sina. Akaenda kumgongea Diana wa chumba cha pili. Naomba tochi. Mtoto analia huko mbele, shamtupia saa nyingi hatujui. Akaenda tochi ile kapewa kwenda kumulika. Asipo mtoto wangu umetumbukia chooni. Ndio tutoke nyumba nzima hapa, tulikuwa tunafahamu wote. Huyu ajui, hata mume wake ajui. Mwanaume wangu ajui, yule mwingine ajui, na mwingine alikuja na hajui. Ndio katoka.
mtoto ametumbukia ndani ya choo. Tukatoka sasa ndio kukimbia. Huyu Diana akakimbia kwenda kuitaita watu hapa na nini, akatolewa. Mtoto akatolewa akaekwa pale. Angalia hata kila kitu kiko pale. Kavuliwa nguo pale, mtoto hali ni mbaya. Ndio hivyo akamchukua akaenda kituoni. Chanzo mlizopeleleza ni nini? Chanzo si hatujui, alikuja na mwanaume mchana tunasikia. Lakini mimi sikumuona huyu mwanaume. Ila alikuja mchana na mwanaume mwingine tofauti na huyu anayeishi naye hapa. Na kabla ya hapo kulikuwa na ugomvi wote ambao ulikuwa unaushuhudia kama jirani? Hapana, hatufahamu kwa sababu huyu naye anayeishi naye sio mume wake. Mume wake leza naye anakaa naye sijui wapi huko. Lakini huyu alivyogombana kule akaja tukujibabatiza hapa. Poishi ni kwamba huyu kaka anamsaidia kweli yule mtoto. Kama ni pampers, chakula, nini, kila kitu anampa. Na yeye mwenyewe si mlevi, hela pombe anapewa. Na chakula anapewa. Ana umri gani mtoto? Mtoto ana mwaka na miezi 4. Ni mzuri kweli kweli yake wallahi. Angeniacha hata mimi nikae naye hapa ningekosa tu. Hata angenipa mimi nikae naye hapa ingekuwa sawa kweli. Sasa mtu anacheka na anakula kila kitu. Sio kwamba anachagua chakula, achagui. Kabeba kaenda katumbukiza huko, si hatujui sasa. Wewe fika tunalala, nasikia mtoto akasema mtoto labda ni jirani. Sasa ubaba anamwambiaje? Mtoto yuko wapi? Anaambia mtoto amechukuliwa na baba yake. Anamuuliza mara ya pili, mtoto amechukuliwa na yuko wapi? Kwa nini amechukuliwa hujaniambia? Akasema amechukuliwa na baba yake kule. Kumbe mtoto ametupiwa. Na ilikuwa ni saa ngapi usiku? Hatujui kwa sababu mimi nilikuja hapa ni kwenye saa 2. Wakati mlijua ni saa ngapi? Majira saa ngapi? Kwenye saa 3 hivi usiku. Hatujui saa alimtupia ni saa ngapi. Bahati nzuri wanaume wote wako nyumbani. Ingekuwa hawapo wanawake sisi tungefanyaje? Diana kakimbia huku kote kuita majirani na kila kitu. Kuja hapa na mimi nimesimama. Wanaume katoka vua nguo kaingia sasa kutoa mtoto akabomoa kile choo. Mwanamke shetani ule hamna duniani. Mimi siwezi kusema chochote. Nina maumivu ya kuchota. Maumivu nilikuwa naye, Mungu anisaidie tu. Na tena bado amefikishwa kule anasema nikikutana marehemu na muua. Kwa sababu niliongea jana alishauaga mtoto wa kwanza. Kwa hiyo mimi hapa ni kama majirani hapa mmepanga. Na amekuja ni juzi wala sio muda mrefu huyu. Wote ni mpangaji na yeye mpangaji. Sio mpangaji, yeye ameletwa tu hapa. Si ndo wapangaji hapa. Kwa hiyo chumba ni cha nani? Hiki chumba aliyepangisha ni Jackie na mke wake huko ndani. Sasa kaachia Christopher na wanakaa huku. Wale walimleta usiku kule kituoni. Kwa hiyo kumbe hata chumba sio cha kwake. Akaja kaomba kakaa hapo. Ndio kaenda naye kachukua mwanamke akamweka hapo. Ndio huyo Diana. Diana ni mwenye chumba kile cha kule ndani kwangu. Huyo mama mwenye mtoto ndo nani? Huyo mama mwenye mtoto? Anaitwa Eliza. Kwa huyo ni mtoto wake wa pili au na watu wangapi? Sina watoto 4 lakini wa 3 ndo aliua huko. Kamkamatia shingo nga. Mwaka gani? Siwezi kujua ni mwaka gani. Na anajishughulisha nini hiyo Eliza? Hana kitu anajishughulisha. Kamnyonga mtoto wake nyuma ya kwenye pombe kwenye bar. Kazunguka ule kamnyonga kamwacha pale kakata kona karudi kwenye pombe. Mtu alikuwa yuko vizuri tu. Alikuwa anacheza na wenzake. Yuko vizuri yule mtoto kwa kweli. Hata angekuja akaniachia hata muache tu hapa ondoke aniachie sasa. Yule mtu anakula kila kitu, hamna chagui chochote chakula. Sasa niuma sana. Anakula kila kitu, anacheza tu hapa.
Hata umama wa jirani anamjua, akitoka kuchota maji huku anamkuta mtoto anacheka tu na watu. Na uoga naenda naye kwenye shughuli zake au anamwachaga kwa nyumbani? Ana shughuli gani? Wanakaaga naye hapa nyumbani? Tunakaa, ikifika saa ngapi abeba mtoto wake huyo. Na mazingira ya siku hiyo ilikuwaje? Kwa mfano kama kulikuwa na ugomvi wote? Siwezi kufahamu kama kulikuwa na ugomvi. Siwezi kufahamu kwa sababu ameondoka ni asubuhi hapa. Na mtoto alikuwa analia au? Hapana. Alikuwa halii. Wakaenda huko alipokwenda hatujui. Sisi wametuacha mimi nafua hapa. Niliporudi nimeanika nguo zangu, mimi nikaondoka hapa mchana, nikaondoka nikaenda paka pale bali watapokunywa kidogo. Nikamkuta pale. Akaniambia marehemu ilikuwa ni saa 8. Ngoja na mimi niende nyumbani mama, nikaambia zile nguo zitakuwa zimekauka. Naomba basi kama nitakuwa nachelewa uniingizie. Akaniambia hata mimi sichelewa hadi sasa hivi. Akaja paka hapa. Kumbe ametoka huko hatujui alikuwa na nani, na nafahamu. Alipofika hapa hajakaa dakika 10, saa 10 huyu hapa, saa 11 mimi nilikuwa narudi nyumbani. Amekuja na mtoto amembadilisha kweli vizuri. Kidogo ameondoka. Na mimi nikaondoka nikachukua vifaa vyangu nikarudi nyumbani. Aliondoka na mtoto au ni mmoja? Anaye mtoto. Amekuja naye amembadilisha nguo. Alikuwa amevaa suruali nyeupe, akaja amembadilisha suruali ya rangi ya udongo. Alipoondoka saa 11, sasa sijui huku alichokuja kufanya si atoelewe. Ni Sanka. Jirani na nyumba hii ambamo tukio limefanyika. Nimefika hapa nimekuta wameshamtoa chooni mtoto aliyetumbukizwa chooni, lakini tukafikia kwamba ni lazima tupeleke kwenye chombo teule polisi. Tukampeleka, tumemfikisha salama na amechukuliwa na polisi, wamempeleka hospitalini. Polisi walifika hapa? Hawakufika. Sisi ndio tulimpeleka. Hospitali ndio wao wakamwandikia PF3 wakampeleka. Polisi. Polisi mama pamoja na mtoto wake. Tuliwapeleka. Na ulishuhudia nini kufika hapa? Kushuhudia ni kwamba tunakuta umati wa watu wamekaa hapa wanahangaika kujua namna gani huyu mtoto imefikaje kwamba mtumbukia chooni, lakini tulifikia mahali mwafaka kwamba yote hayo yataishia polisi. Hapa kwa maana ni jirani, chanzo hapa hatuwezi kujua. Ujirani hauwezi kuingia paka mambo ya ndani. Ujirani ni mambo ya kuonana huko nje na kwamba tuko karibu namna gani, hilo tu. Sasa wewe ni kama ushauri gani sasa kwa jamii, kwa vijana ambao wanafanya matukio kama haya? Sisi tutakuwa na ushauri gani? Ni kitu haramu watu wanafanya, kitu ambayo sio sahihi kabisa katika mwenendo wa wanadamu. Maisha kwa namna hii hatufiki nayo mahali. Kushauri ni kwamba suluhu ya shida yoyote ya binadamu haiishii kwenye kuua watoto, lakini ni katika kujua kwamba tutafanya nini ili kupata kutatua tatizo lililokuwa unakabiliwa nalo.